Shirika la Small Island Organization SMILO linalosaidia visiwa vidogo vidogo katika nyanja za maendeleo endelevu, ambapo kwa kisiwa cha Mafia wamejihusisha na maji, nishati, takataka na mandhari ya viumbe hai. Kisiwa cha Jibondo ni moja ya wanufaikaji wakuu wa mradi huo, na kaya 502 zimekabidhiwa mitungi ya Taifa Gesi yenye ujazo wa kati. Aziza Mangosongo, mkuu wa wilaya Mafia, amekabidhi mitungi hiyo pamoja na kuwapongeza SMILO kwa kuunga mkono sera Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya matumizi ya nishati safi. Kwa Jibondo, nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mama Chole, mwenye kampuni ya SMILO, ambayo yeye na timu yake ya SMILO, hii kamati ya ujenzi pamoja na mheshimiwa diwani, wakaona ni bora wananchi wa Jibondo wamsapoti na atii maagizo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kutumia kuni na mkaa, kutumia nishati safi. Basi ni vyema agawe mitungi hii ya gesi kwa kaya zote za Jibondo, na nimeambiwa kuna kaya 502 na kaya zote zitapata jiko moja moja. Makofi kwao. Kwa hiyo majiko haya yanakwenda sasa kuondoa changamoto ya kuni, changamoto ya kupikia mkaa. Kina mama, kuna wengine tunasema mimi kupikia chakula kwenye gesi, chakula hakiwi kitamu. Sio kweli. Chakula unapika kinakuwa kitamu na kwa haraka, kwa sababu hii inaokoa muda pia. Ukiwasha chap, hamna haja ya kutafuta sijui upulize moto sijui nini. Hapa unapika kijungu chako cha mahaba, unampikia mume vizuri, wale wenye watoto wengi, na wewe utapika vizuri chakula humo, kinakubali chakula cha aina zote. Lakini vile vile tunatunza mazingira kama ambavyo imesemwa hapa. Kwa hiyo naomba wote kwa pamoja tumpigie makofi Mama Chole na familia yake kwa kutuletea haya majiko kwa kaya zote. Naomba wote tuipongeze hii kamati ya mazingira, maana inadina kutunza mazingira pamoja na maji. Tuwapigie makofi. Wanatusaidia kwenye kutunza mazingira yetu na kutoa elimu hapa. Lakini naishukuru sana, naipongeza sana kampuni ya Taifa Gesi kwa kukubali kuja Mafia, kukubali kusambaza gesi katika wilaya yetu na hasa katika kijiji cha Jibondo. Na wamenambia wana majiko ya gesi 200. Kwa hiyo ikiisha unakwenda kubadilisha, gesi ipo, haitaisha leo wala kesho. Kikubwa zaidi, wamemtafuta mwananchi mzalendo wa ndani ya kijiji hiki ndiye wakala. Kwa hiyo gesi hapa haitafanya nini? Haitakuisha. Jema zaidi, wamepunguza bei ile ya awali, wameishusha chini. Anne Katirine, meneja wa hoteli ya Chole mjini, ambaye ndiye muasisi na mratibu wa mradi huo, naye ameeleza lengo la mradi huu ni kuwasaidia wanawake na watoto pamoja na kutunza mazingira. Sasa hivi tuko katika nishati safi. Shida ilikuwa kuni. Hapa unajua Jibondo ilikuwa ngumu sana sasa kuni na kwenda kupata. Kwa hivyo tunatumaini na tunashukuru kwa Taifa Gas na kwa nyinyi sasa wa Jibondo kuunda mradi kwa kuvuta hawa na kutumia sasa SMILO ije hapa, na tunatumaini tukiendelea hivyo wanawake watapata kupumzika, watapata mazingira safi, watoto watapata upishi haraka, msitu huko unaweza kurudisha. Kwa hivyo nategemea na nyinyi tafadhali, hiyo mradi ni milango ya mambo mengi. Kwa hivyo tutunze, tutumie. Baadhi ya viongozi wa Taifa Gesi nao walipata nafasi ya kutoa elimu namna ya matumizi ya gesi hiyo. Ili uweze kutumia gesi ni vizuri sana kufahamu tabia ambazo ni muhimu sana kuzifahamu ili kukusaidia wewe kukufanya utumie gesi kwa usalama zaidi. Gesi ina tabia nyingi, lakini tabia za msingi sasa upande wa kiusalama zipo kubwa 5. Zipo ngapi? 5. Tabia ya kwanza tunasema gesi ni nzito kuliko hewa. Ni nzito kuliko hewa. Kwa maana ipi? Kwa maana kwamba inapotokea gesi kavuja popote pale, itadondoka kwenda maeneo ya chini. Kwa inapotokea mwesikia harufu ya gesi ndani kwako, ni kwamba hiyo gesi ishasambaa kwenda maeneo ya chini. Kwa kama kuna ni chumbani kwako pana vitanda, pana friji, pana kitu chochote kile,
Unajua tayari gesi ipo kwenye nini? Maeneo ya uvunguni mwe na maeneo ambayo ni ya chini. Kwa hiyo haitakiwi kuwe na chanzo cha moto katika mazingira ambayo unasikia harufu ya nini? Harufu ya gesi. Tumeona mpaka hapo Baadhi ya wananchi waliopatiwa mitungi hiyo wamepongeza serikali kwa kuwaletea wadau na wawekezaji wanaowasaidia na kueleza Taifa Gas itawasaidia kwa upana kwa kuwapunguzia muda wa kukaa jikoni pamoja na kwenda msituni kusaka kuni. Tumeweza kumuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika nishati safi ya kupikia kwa kuweza kuzindua mradi wa ugawaji wa majiko ya gesi nishati safi ya kupikia kwa wananchi wa kijiji cha Jibondo kwa idadi ya kaya 502 na taasisi za shule ya sekondari 1, shule ya msingi 1 pamoja na zahanati. Mradi huu umeweza kuunga jitihada za Mheshimiwa Rais kuona kwamba wananchi wa Tanzania wanatumia nishati safi ya kupikia na salama. Kwa hiyo na mimi kama diwani niliweza kutafuta wadau mbalimbali na bahati nzuri tukaweza kuanzisha mradi wa Smailo, mradi wa visiwa duniani. Tukaweza kupata fedha kwa ajili ya kununua nishati safi ya salama ambayo ni majiko ya gesi, na tumeingia mkataba na kampuni ya Taifa Gas na tayari majiko leo hii Mheshimiwa DC mkuu wa wilaya ya Mafia ambaye Aziza Almangasongo ndiye amekabidhi kwa wananchi wa Jibondo. Lakini la pili, tunamshukuru sana Rais kwa mambo makubwa ambayo anatufanyia katika Tanzania yetu na mkoa wetu wa Pwani na Mafia na kata yetu ya Jibondo kwa ujumla, kwa maana kwamba tunamshukuru Mheshimiwa Rais na tupo pamoja naye na tunasema mitano tena 2025. Tumefurahi kwa kutujia Mama Chole na mradi wake wa Smailo. Yaani tumefurahi mno. Kwanza mzigo wa kuni ule utatutoka. Hatutendi tena kuni, gesi zetu tunazo, tutatumia kwa fursa yetu. Tukirudi mwani hatuna shida ya kutafuta kuni wala mkaa, gesi tunayo. Na tunamshukuru Mama Chole kwa kutuletea majiko, na tunashukuru sana kwa tuokoa sana kwenda mwituni mara kwa mara kwenda kuchukua makuni, mabumbulu. Tunashukuru sana kwa hilo, kwa kuja kutuanzishia gesi. Nashukuru sana tena, namshukuru sana kupata jiko hili la gesi. Namshukuru Mama Chole kulipata jiko hili la gesi. Asante sana, nashukuru tena, nashukuru, asante sana. Ya gesi, watu wa Jibondo tutakuwa tumefarijika vitu vingi sana. Kwanza kutokana na shughuli zetu za kazi za bahari, kuna muda ambao tunawahi sana kuamka mapema. Kwa hiyo faida ya kwanza tutakayopata kuandaa kile ambacho chakula cha fasta asubuhi wakati unakwenda kazini, yani mapema. Pale haina haja labda kwa mfano kama kuni uanze kuandaa kuni, lakini kwa fasta gesi unaweza kuandaa fasta na unaenda kufanya shughuli zako. Na pia urudi wetu wa baharini, kina baba na kina mama, mara nyingi kuna muda kunakuwa na kazi nyingi pale pwani, mnachelewa kufika nyumbani. Kwa hiyo unapochelewa kufika nyumbani, manake kama kuna gesi ni hatua ya kwanza hadi ya pili, hata kupata maji ya moto inakuwa ni swala zuri sana. Lakini faida nyingine ambayo ni kubwa sana tutakayopata, kupunguza matumizi ya ukataji wa kuni. Kwa sababu kwanza kwetu kuna shida sana ya kuni, na katika kuni hizo upatikanaji wake umekuwa sasa hivi una bei ya juu. Upatikanaji wa mkaa na bei imekuwa juu. Kwa hiyo upatikanaji wa gesi utatusaidia sana katika kubana matumizi ya maisha.